Ninakuletea masomo haya kupitia The Gospel Media ikikutangazia kutoka hapa jijini Dar es Salaam. Mimi ni Ibrahimu Ibare. Hii ni Machi 18 tunapoenda kujifunza mada inayosema chemchemi ya furaha na raha. Tuombe. Mtakatifu Baba yetu na Mungu wetu uliye mbinguni, asante kwa ajili ya siku hii njema ya leo. Tunakushukuru kwa ajili ya nafasi ya pekee ambayo umetupatia. Nasi tunasema asante. Tusamehe uovu wetu, bariki majukumu yetu mbalimbali. Tufundishe kuyatenda mapenzi yako na zaidi sana ukaongoze kila ambalo tunalifanya lililo jema. Enda nasi asubuhi ya leo katika jina la Yesu. Amina. Chemchemi ya furaha na raha imejengeka katika kitabu cha Zaburi sura ya 16 aya 11. Neno la Mungu linasema, "Utanijulisha njia ya uzima, mbele za uso wako ziko furaha tele, na katika mkono wako wa kuume mna mema ya milele." Uzuri wa akili, usafi wa nafsi uliofunuliwa usoni utakuwa na nguvu zaidi kuvutia na kuweka mvuto mioyoni kuliko mapambo yoyote ya nje. Akili yenye elimu na adabu, ikiwa imepambwa kwa neema ya upole na unyenyekevu, usafi na uadilifu wa moyo, utaoneshwa usoni na kuhimiza upendo na heshima. Watoto na vijana wanaweza kupitia kwa kuelimishaji na uadilishaji wa akili, wakimtegemea Mungu kwa ajili ya mafanikio, kukuza tabia imara na iliyo njema. Kumcha Mungu, kutafakari uzuri wa asili katika kazi zake alizoziumba, kamwe hakutadumaza akili, bali kutaleta mwelekeo wa kuimarisha kila uwezo wa nafsi. Ni fursa ya thamani kwa watoto na vijana kuziweka akili zao katika udhibiti wa Roho wa Mungu na kuwa Wakristo wenye akili. Nguvu zao za kiakili na kimaadili zitakuwa katika uwiano sawia. Uelewa wao utaimarika, dhamiri zao safi na tabia zao za kupendeza. Ikiwa unataka kupata furaha na amani katika yote uyafanyayo, lazima ufanye kila kitu kulingana na utukufu wa Mungu. Ikiwa mnataka kuwa na amani moyoni mwenu, sharti mtafute kwa bidii kufuatisha maisha ya Yesu. Kisha hakutakuwa na haja ya kuhisi uchangamfu au wewe kutafuta furaha katika kuendekeza kiburi na upuuzi wa ulimwengu. Utakuwa na utulivu na furaha katika kufanya mema ambayo huwezi kamwe kuvitambua katika kufanya maovu. Yesu alichukua asili ya mwanadamu, akipitia tangu uchanga, utoto na ujana, ili kwamba aweze kujua namna ya kuwahurumia wote na kuacha mfano kwa watoto na vijana wote. Anajua majaribu na udhaifu wa watoto. Katika upendo wake, alikuwa amefungua chemchemi ya furaha na raha kwa ajili ya nafsi inayomwamini. Kwa kutafuta kumheshimu Yesu na kufuatisha mfano wake, watoto na vijana wanaweza kuwa na furaha kweli kweli. Wanaweza kuhisi wajibu wao wa kufanya kazi pamoja na Yesu Kristo katika mpango mkuu wa kuokoa roho. Ikiwa vijana watahisi wajibu wao mbele za Mungu, watainuliwa juu uwa kila kitu ambacho ni kibaya, cha ubinafsi na kichafu. Kwa hao maisha yatakuwa yenye umuhimu mkubwa. Watatambua kuwa wana kitu kikuu na chema kuishi kwacho. Hili litakuwa na mvuto kwa vijana ili kuwafanya kuwa wenye bidii, wachangamfu na imara chini ya mizigo yote, kukatishwa tamaa kote na kwa magumu ya maisha, kama ilivyokuwa kwa Yesu kielelezo chao. Utambuzi kwamba unafanya mambo yote ambayo Mungu anayakubali
utakufanya kuwa imara katika nguvu zake. Na kwa kumfuatisha Yesu, unaweza kama yeye kuongezeka katika hekima na kimo, ukimpendeza Mungu na wanadamu. Youth Instructor, Septemba 1 mwaka 1873. Hii ni Machi 18, mada ikisema chemchemi ya furaha na raha. Na kwa nukta hiyo, mpendwa wa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo ya Kesha la Asubuhi, ndio tunakuwa tumefikia tamati ya tafakari ya mada hii siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu dumu kuwa nasi sasa na hata milele. Amina.